3, tarehe 4, tarehe 5. Hii yote mifumo ya namba na tarehe, namba na majina na herufi hizi. Namba, herufi. Hii mifumo yote unayoiona hapa ni mifumo tu ya nadharia ya kihisabati. Kwa kama ni mifumo ya nadharia ya kihisabati, inatupeleka wapi? Inatupeleka katika kumbukumbu za kuelewa nini maana ya hizo kodi, nini maana ya hizo namba, nyuma ya pazia nini maana yake, wamekusudia kitu gani? Kwa sababu tunapewa tu maana, lakini maana hiyo, nyuma ya hiyo maana kuna kitu kingine kikubwa sana ambacho unatakiwa kukielewa. Sasa ngoja nitaje kwa haraka haraka hapa. Kitu cha kwanza lazima uelewe, msingi wa kwanza umejikita kwa kuelewa maana ya namba 1 mpaka namba 9. La kwanza kabisa, namba 1 katika ulimwengu wa kiroho na katika vitabu vya numerology ukisoma utaona kwamba namba 1 imepewa maana ya uongozi na mwanzo mpya. Namba 1 imepewa msingi wa uongozi na mwanzo mpya. Namba 2 imepewa maana au ina maana katika ulimwengu wa kiroho, mshikamano na usikivu. Mshikamano na usikivu. Lakini namba 3 imepewa thamani na maana ya mawasiliano pamoja na ubunifu. Lakini namba 4 imepewa mpangilio na uwajibikaji. Namba 5 imepewa maana ya uhuru na mabadiliko. Namba 6 imepewa maana ya upendo na familia. Namba 7 imepewa maana ya maendeleo ya kiroho. Namba 8 imepewa maana ya mafanikio ya mamlaka. Lakini namba 9 imepewa maana ya huruma na kujitoa na utimilifu au ukamilifu. Hizo ndo maana 9 au namba 9 ambazo zimebeba maana halisi ya misingi ya kiroho. Kwa namba hizi ambazo tunaziona katika maisha ya kawaida, tujue kwa pamoja, tuelewe kwamba hazijabaki kuwa namba tu, bali zimebaki kama misingi ya kiroho au kanuni za kiroho. Lakini hapo hapo katika elimu hii ya numerology, katika maana ya namba za kiroho, hii haijabaki kama namba 1 mpaka namba 9, bali kuna namba ambazo zimewekwa kama master namba au zimewekwa katika namba kuu, namba ambazo zinajirudia rudia. Kwa mfano 11, 22, 33, 44. Hizi namba zote tunaziita ni master namba au namba kuu, ambazo kimsingi hizi namba zina kazi maalum katika ulimwengu wa kiroho. Naweza nikakwambia au naweza nikasema kwamba namba ni kiashiria au ni chembe za kufikia mawimbi fulani. Narudia tena, namba ni kiashiria au ni chembe za kufikia mawimbi fulani ya kiroho. Ni kama ufunguo au ni ufunguo. Tukisema kama nakosea, tuseme ni ufunguo au ni key ya kukupeleka katika engo fulani ya kiroho au kufikia kitu fulani kwenye engo za kiroho, kwenye ibada zako, kwenye maombi yako, kwenye shughuli yoyote unayoifanya. Hata ukiangalia msikitini, mifumo ya namba inatumika. Ukiangalia kanisani, mifumo ya namba inatumika. Sasa utajiuliza kwenye imani yako, mifumo ya namba iliingiaje au ilikujaje kuwa huko. Kwa hili ninapenda sana kulielewesha na napenda sana kuliweka hivyo ili uelewe kwamba ipo siku utakuja kuelezea kwamba mifumo ya namba iliingiaje kwenye dini zetu. Sasa basi, katika elimu hii ya numerology au katika elimu ya namba hii au nadharia ya namba hii ambazo imetoka kuelezea maana pale juu, zimebeba siri katika maisha ya watu. Hasa nazungumzia watu, zimebeba siri katika maisha ya watu. Siri ya kwanza ambayo nitaizungumzia hapa ni kuhusiana na kitu kinaitwa life path number. Hii life path number tumeiona sana katika vitabu, katika majarida, katika elimu, midahalo mbalimbali wakizungumzia sana kwamba life path number ni njia kuu ya maisha, ambao hiyo njia kuu ya maisha itakupa mwongozo wa kujua kitu gani cha kufanya, kitu gani usifanye, kwa sababu namba inakupa kujua mwelekeo wako wa maisha, life path number. Lakini hapa tunakusudia namba gani? Tunakusudia namba ya tarehe yako ya kuzaliwa. Tarehe ya mtu ni kodi. Kwa mfano ulizaliwa tarehe 20 mwezi fulani, mwaka fulani, hiyo ni kodi. Usiione kama namba tu, hiyo ni kodi maalum ya kiroho, imefichwa katika namna ambayo wewe huwezi kuielewa, lakini hiyo ni kodi maalum ya kiroho ambayo inakupeleka kujua mawimbi yako katika maisha yako ambao wewe unaishi katika ulimwengu huu. Ukiijua namba yako, tarehe yako ya kuzaliwa, itakusaidia vitu vingi sana, itakuokoa na vitu vingi sana,
itakuepusha na vitu vingi sana. Itakupa kujua umekuja hapa duniani kwa kusudi gani, life path number. Lakini katika namba pia kuna kitu kinaitwa destiny number. Destiny number kwa lugha nyepesi tunasema ni hatima ya maisha. Hatima yako ya maisha itakuwaje, kwamba mwisho wa siku umeishi katika ulimwengu huu, hatima yako kuu itakuwaje huko mwishoni. Na hii hasa tunayehusisha katika jina lako. Jina lako limebeba namba, zile herufi A, B, C, D mpaka Z, zipo herufi 26. Kwa zile ukizichukua zile namba au zile herufi ukazileta katika ukazikonvert katika namba zinakuja 26. Kwa kila herufi imebeba thamani ya namba. Kwa ni lugha ya kificho ambao kimsingi hilo jina lako hilo ukilipiga hesabu vizuri utakuja kugundua kwamba inaangukia kwenye 100 ama 10 au 1000. Kwa hiyo ukija ukalikalkulate hilo jina utapata kujua hatima ya maisha yako. Kwa hiyo destiny number imebeba hatima ya maisha ya mtu. Lakini pia kuna kwenye elimu ya numerology kuna kitu kinaitwa personal year au personal math. Hapa tunazungumzia kuhusiana na mwongozo wa vipindi vya maisha. Mwongozo wa vipindi vya maisha. Kuna wakati fulani unafikiria kwenye situation fulani ya utafutaji. Kuna wakati fulani unafikiria kwenye situation ya kutaka kuoa ama kuolewa na vitu vinavyoendana kama hivyo. Kwa hii imebeba kuhusiana na vipindi maalum vya maisha. Ni muhimu sana kuelewa hivyo. Lakini pia kama utakuwa na swali hapo kwenye TikTok, utakuwa na jambo lolote la kuzungumza, basi unaweza kucomment hapo na mimi nitaona na nitaweza kujibu chochote kile ambacho tunaweza kukiuliza ambao mko live. Kwa wale ambao mpo kwenye recorded, basi mtaandika kwenye comment. Sawa. Lakini pia tuzungumzie kuhusiana na umuhimu katika eneo la kisasa au katika dunia ya leo ambayo kimsingi mimi na wewe tunaishi kwa pamoja. Tuzungumzie umuhimu wa namba unavyofanya kazi katika maisha yetu ya kila siku. Ya kwanza kabisa kuna namba hutumika katika kufanya maamuzi ya kibiashara au kufanya biashara. Lakini namba unachukuliwa kama sehemu ya uhusiano mbalimbali. Inachukuliwa kama sehemu ya mapenzi, lakini pia na sehemu ya kujua kwamba nani ni nani na nani ni shirikiana naye katika mahusiano. Lakini pia namba leo hii katika ulimwengu wa sasa tunazitumia kama sehemu ya maendeleo ya kiroho, kujua roho za watu, lakini kujua nafsi. Ngoja niwaambie kitu kimoja hapa. Namba ni muhimu sana kwa sababu zitakupa kujua kwamba namba yako ya nafsi katika ulimwengu wa kiroho ni ipi. Namba yako au kumbukumbu zako za kiroho zikoje katika ulimwengu wa kiroho. Namba itakupa kujua. Ndio maana kuna watu leo hii wanazitumia namba zao vizuri kuweza kuona vitu ambavyo huwezi mtu mwingine akaviona. Namba watu wanazitumia kuweza kuakisi kitu fulani kitokee na kinatokea. Namba hizo zinaweza kutumika kuweza kukutransfer kutoka eneo moja kwenda eneo jingine katika ulimwengu wa kiroho, na watu wanafanya hivyo na wanafanikiwa. Lakini namba pia zinatumika katika utabiri, na hii tumeona sana katika utabiri wa matukio mbalimbali, katika utabiri wa hatima za watu, katika utabiri wa viongozi, katika utabiri wa siasa, katika utabiri wa mipira, katika utabiri wa kila kitu tunachokiona. Kwa hiyo watu wanahusisha namba katika masuala kama hayo. Lakini pia namba zinatumika katika eneo la kufuatilia mambo mbalimbali kama vile uhusiano wa kiroho wa viumbe wa kiroho na viumbe ambao tuko nao katika ulimwengu wa nyama. Kuna viumbe wa kiroho wapo wanahusishwa na namba ambazo ni maalum. Kwa mfano, kuna viumbe wa kiroho tunawaita malaika, kuna viumbe wa kiroho tunawaita majini, kuna viumbe wa kiroho ambao tunawaita katika jamii tofauti. Wapo wengi ambao sitaki kuwataja sasa hivi, lakini wapo tunaowajua sisi ni malaika pamoja na majini. Lakini wapo viumbe wengine wengi sana tofauti na hao ambao umefundishwa. Kwa hiyo zipo namba ambazo zinawahusisha hao malaika, na tumekuwa tunaona kuna angel number na vitu kama hivyo. Hizi tunaziita ni master number, namba maalum ambazo zinajirudia, labda 111, 333, 555. Hizo tutakuja kuzungumzia wakati mwingine, tutazungumzia vizuri sana kwa undani ili uweze kuelewa kuhusiana na hizo namba. Ninaenda haraka kidogo kwa sababu mada ni ndefu kidogo.
na mtanisamehe kama mtakuwa hamjaelewa, basi tutaweza kurudia wakati mwingine. Sawa. Sasa numerology imekuwa ni elimu au ni nadharia ya namba ambayo inatumika sana 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 katika vitu vingi bila watu kujua kwamba hii ni lugha ya kiroho kupitia namba. Narudia tena, numerology au namba hizi ambazo tunazitumia, nadharia ya namba hizi 1, 2, 3 mpaka 9. Kwanza namba zinaishia 9 au mengine yanajirudia rudia. Kwa hizi namba hizi ni lugha ya kiroho, ni lugha katika ulimwengu wa kiroho ambao unafanya kazi yake kila siku unafanya kazi yake. Lakini pia inatusaidia kuelewa jinsi na utaratibu wa ulimwengu na utaratibu wa binadamu na mwelekeo wa maisha na utaratibu wa kila kitu unachokiona katika ulimwengu huu. Inatusaidia kutathmini miaka, inatusaidia kutathmini misimu, inatusaidia kutathmini mienendo na hatima ya ulimwengu. Inatusaidia kutuconnect sisi na roho zetu, inatusaidia kutuconnect sisi na nafsi zetu, inatusaidia kutuunganisha sisi na viumbe wengine ambao hawaonekani. Kwa utaona umuhimu wa namba. Namba ni lugha ya kiroho, namba ni lugha ya kiulimwengu ambao usioonekana. Kwa ukiweza ukiweza kujiconnect katika kujua namba umuhimu wake, basi utaweza kukusaidia. Namba pia ina uwezo na inatusaidia sana katika kujua dira ya kufanya maamuzi sahihi katika maisha yetu ya kila siku. Lakini pia vile namba inatusaidia kujua ujumbe mbalimbali ambazo zimetumwa kutoka katika ulimwengu huo wa kiroho ambao hatuuoni. Una uwezo wa kupata ujumbe kutoka katika ulimwengu wa kiroho ambao hatuuoni kupitia namba. Namba inakuja, ikija namba katika mazingira ambayo pengine hukutarajia, inajirudia, au imekuja katika mazingira ambayo hukutarajia hiyo namba kuiona, basi ujue ni message fulani. Wewe unachotakiwa tu, wajibu wako ni kujua ile namba ina maana gani. Kwa mfano, umeona namba 1 imejirudia sana, umeona namba 2 imejirudia sana, au namba 4 siku hiyo inatokea, kwa wiki inatokea, inakutokea kila mara, au inatokea katika mazingira ambao kutarajia. Kwa hiyo hujue kwamba kuna ujumbe ambao